lakini GSM yeye ndiye atakayetoa fedha. Mnufaika mkubwa katika haya makubaliano ni nani? Mnufaika mkubwa ni Yanga. Okay. Yes, kwa sababu kachangia eneo, lakini GSM kwa maana kampuni ndio ambayo imeshinda tenda kwenda kujenga uwanja. Wanakwenda kutoa kila kitu ambacho kitahitajika mpaka uwanja unakamilika. Ni gharama kubwa sana. Na ni makubaliano ambayo binafsi mimi imenishangaza na imenishtua. Nilikuwa sitegemei. Na hata ukisikiliza vizuri wakati Hersi anataja, alisema kuna baadhi ya makampuni yalikuwa yanahitaji asilimia 80 kwa 20. Ni kitu ambacho mimi ilikuwa kinanijia kwenye namna kama hiyo, kwa sababu kawaida mfanya biashara anapokuja kuwekeza na hasa kwenye eneo hili la Tanzania, ukiangalia biashara uwanja haijawa biashara kubwa sana kiasi kwamba waamini labda inawezekana pesa ambayo anaenda kuitumia kujenga uwanja iweze kurudi kwa muda mfupi, inawezekana ikatumia muda mrefu sana mpaka ije irudi. Okay. Sasa kuona wamegawana asilimia 50 kwa 50, binafsi mimi nimeshtuka. Sitaki kukataa kwa sababu sikuwepo wakati wanakubaliana, sijui makubaliana nini, wala sitaki kukubali kwa sababu nina wasiwasi na hilo jambo. Lakini nabaki tu katikati. Kama ni kweli ni hivyo, basi GSM anafanya kazi kwa mapenzi na sio biashara tena. Yaani kama ni kweli waenda kugawana asilimia 50 kwa 50. Ukijaribu kutuliza kichwa, upige mahesabu yako, biashara ya kumiliki uwanja wa mpira miguu nchi Forza aligusa, nakumbuka miaka mitatu nyuma alikuwa Zanzibar, aligusia namna gani ambavyo uwanja utakuwa ni uwanja ambao unahusu huduma nyingi, vitu vingi. Yes, kunawezekana labda kuwa na maduka na vitu vingine kama hivyo. Vyanzo vya mapato vikawa vingi kwa sababu eneo ambalo linaenda kujengwa ni eneo fulani ambalo ni karibu na katikati. Biashara inaruhusu. Lakini bado kwenye ile lengo mama la kujenga uwanja, ukipiga mahesabu kibiashara, namna ambavyo pesa itarudi kidogo kuna leta utata. Kwa hiyo kama uwanja ukikamilika, GSM atakuwa pongeza sababu atakuwa amefanya mapenzi ya hali ya juu sana kwa klabu ya Yanga. Kwenye tukibaki hapa kwa GSM ambaye ameonekana kwamba kwa pia tukitumia reference ya kauli ya Engineer Hersi ambaye ni rais wa klabu ya Young Africans, GSM amekubali kuingia hasara, naweza tukaiweka hivyo, kwa ajili ya mapenzi yake na klabu ya Young Africans. Je, tuseme ni faida ambayo atakuja kuipata baadaye kibiashara ikiwa Young Africans wataingia katika mfumo wa kiuendeshaji, kwamba yeye atakuwa mnufaika mkuu? Yani, kwamba ni anachonga njia kwamba pale ambapo Yanga atakuwa ameshakamilisha transformation, basi yeye ndio awe mnufaika mkuu. Inawezekana kani hivyo, lakini ni biashara fulani kichaa ambayo imekaa kama kamari. Okay. Inawezekana ukanufaika au usinufaike. Wapo watu wengi ambao washie kutengeneza mazingira mazuri kwenye hizo klabu wakiamini siku moja wanaweza kunufaika nazo kwa namna kama hiyo, lakini haikuwa hivyo. Mmoja wapo ni Yusuf Manji. Licha kusema kwamba alikuwa anadai, lakini hata madeni yenyewe hakulipwa na ikae imeishia pale. Kwa hiyo inawezekana kweli ukaona jaribu kutengeneza msingi, lakini tukiwa kweli hakuna tajiri yoyote ambaye ana uhakika na maisha kwenye klabu ya Simba na Yanga. Ni klabu ambazo zimekuwa na nguvu kubwa kiasi kwamba uwepo wako wewe inawezekana kwa kipindi fulani hivi, lakini kuna wakati kifika mambo spenda saa kukutoa ni swala dakika. Ukiangalia kwa mfano tuje kwa ndugu zao karibu ambao ni Mo, maisha ambao Mo anaishi hivi sasa miaka 4 hii na ambavyo ilikuwa ile miaka 4 ya utawala, ni sawa? Si sawa. Sasa hizi kuna mtu paka anapigwa mawe. Ukikumbuka kule nyuma alikuwa anaimbwa, huyo ndio kila kitu, lakini hivi sasa mambo yamebadilika. Simba na Yanga ndio zipo hivyo. Sasa kwa mfanya biashara kama GSM, hii jambo analijua na tabia za watu anazijua. Kwa hiyo siamini sana kama kweli hapa anatengeneza mazingira kwa yeye kunufaika. Sehemu ambayo mimi naamini anaweza kutengeneza mazingira yeye kunufaika ni hichi ambacho kwa anakifanya hapa katikati kwenye kufadhili timu. Amefanya kitu kikubwa sana kuifanya timu hiyo shindani kiwanjani kwenye vitu vyote ambavyo vinahusu timu. Ile ni sehemu moja hapa kutengeneza mazingira, lakini kwenye issue ya kugharamia uwanja, kama kweli anatengeneza mazingira, basi kila la heri. Eben Ernest, jioni ya leo nilikuwa nafanya tathmini yangu binafsi na research yangu binafsi, na research hii nilitumia idara ya digital ya East Africa TV na East Africa Radio. Nilikuwa nawafuata watu ambao wanahusika na idara ya digital, na moja kwa moja nilienda na swali lifuatalo: Engineer Hersi amedhamiria kujenga uwanja au ni build up ya kampeni ambazo ya kutukumbukia Young Africans wana uchaguzi mkuu mwaka huu? Nilifanya research kwa watu 5. Kati ya watu 5, wawili walisema kwamba Hersi atajenga uwanja, lakini 3 walinijibu kwamba hizi ni kampeni.
unaweza pia ukatembelea ukurasa wangu wa Instagram na ukaiona your research ambayo nilikuwa nimefanya. Ukifika Wakanda_pale pale utaiona, na pia ujumbe wako pia nitahitaji kuona pale kwa swali hilo hilo kwako wewe msikilizaji. Utanijibu kupitia 0683802966. Kwako wewe Ben, unaamini kipi kati ya haya mawili? Ni uwanja unajengwa kabisa ukatimia, au hii ni build up ya kuelekea kwenye kampeni? Mimi naamini uwanja unajengwa. Okay. Na inaweza isiwe kwenye huo muda ambao wao wameupanga, au ikawa kwenye huo muda ambao unaweza ukaupangwa, kwa sababu kuna toka na nadharia kama hizo kwa sababu ya vile ambavyo vimewahi tokea miaka ya nyuma. Na unajua tunapenda sana kuishi kwa history, na kwa sababu timu hizi zimekuwa zinatengenezwa kwa mazingira mengi ya propaganda nyingi nje ya uwanja, ndio maana unaona kuna baadhi ya makundi ya watu ambao wanashindwa kuamini. Lakini naamini kwa miaka hii inavyobadilika, soka linaenda kwa kasi, gazi hizo za kutokuwa na uwanja imekuwa ni changamoto. Unaweza kaangalia tu Yanga baada ya misimu hii ile washacheza viwanja tofauti kama home ground. Tumeona wameenda Amani Zanzibar kipindi fulani, kuna kipindi walikuwa Chamazi hapo, kuna kipindi walikuwa uwanja wa Taifa, kuna kipindi sasa hivi tunaona wamerudi KMC. Kwa unaweza ukakuta ni almost mwaka mmoja timu imetumiwa viwanja almost 4 ambavyo sio vya kueleweka. In terms kwa timu ambayo iko timamu ni ngumu sana kutengeneza culture ya home ground au ule upamoja kama hauna hata kiwanja cha kueleweka. Hata kama ni kimoja ambacho sio chako umekodi, kikao hicho official inaweza ikawa ni rahisi kidogo. Kwa unadhani kwa hizi gazi na wao kikao kiangalia wameona ni jambo ambalo wanaweza wakalifanya sahihi kwa muda huu, na kwa sababu mfadhili ameshapatikana, nadhani ni jambo la kuacha tupe muda nafasi. Utakapofika muda huo ambao umesemwa au katikati hapo tukaona hakuna progress, kunaweza kukao na haki ya kuhoji. Lakini mimi binafsi napongeza, ni hatua kubwa as a country. Kwa hizi timu naamini kukosa uwanja ni kitu cha aibu, kama sio kitu kizuri ambacho tunaweza tukakipotezea. Tuna mtu anakuja anatolea mfano labda wa Ulaya, uwezi ukafananisha Ulaya na Tanzania. Nchi za wenzetu huko hizo ni project ambazo as a country zimeshafanya. Kwa taifa letu si kwa sasa ni ngumu, inaweza ikachukua muda. Ndio maana vilabu vikubwa kama hivi kwa fedha ambazo wanazipata, aina ya wachezaji ambao wanahozi na kundi la fan base walipo ni mbaya sana kama wao wanakuwa hawana kiwanja hata official, hata cha kawaida tu ni kama cha Azam au cha KMC hapo kwa muda kingeweza kuwasaidia. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo binafsi na mimi linaweza likafanyika, kwa sababu hapo kinachohitajika kwanza ni fedha, ambao ni jambo ambalo linaonekana linawezekana kwa sababu kwa mazungumzo yao fedha ipo. Lakini cha pili ni maeneo, na eneo lenyewe lipo ambalo linabidi sasa kupitia fedha ambayo inapatikana liweze kutengenezwa uwanja. Nadhani tuwape time, ila na kitu pia cha kukosoa kidogo. Kuna page post yao wameiposti kile kibendera bwana akiko kwenye kona. Kibendera kipa katikati ya uwanja. Ile ni nali tu Eben. Mbona mnanongwa? Sasa kwani Eben ile ni picha halisi ya uwanja bwana? Shida si ndio umetonesha mchoro structure. Sasa unadhani hata mchoro kishakamilika uwanja ucheze kinani kitawekwa katikati, kibendera kitawekwa katikati? Sasa Bunifu anaweza akafuta kaka nyingine. Ni jambo pale pia. Kumbuka ameweka matokeo ya Simba na Yanga. Ameweka hadi matokeo ya Simba na Yanga ya 5-1. Kuna vitu vingi sana vimeweka. Ila sio ya kibendera kukao. Bwana, hiyo ilikuwa ni tathmini ya iwapo Young Africans wako serious kweli na ujenzi wa uwanja wao ama wanatutania. Basi wakufunzi wangu ndani wao wamesema kwamba this time wameiona dhamira ya dhati ya Young Africans kujenga uwanja, na engineer Hersi amesema kwamba kwa wale ambao tumekuwa hatuamini kwamba Yanga wanajenga uwanja, basi kesho twende pale Jangwani, uwanja unaanza kujengwa kesho. Na mimi asubuhi, ili niondoe utomaso wangu, asubuhi kesho nitareport live nikiwa mitaa ya Twiga na Jangwani nikishuhudia Young Africans wakianza ujenzi wao wa uwanja, na nitakuja hapa katika mic nilizotumia kuweka utomaso, na nitakuja hapa kukiri kwamba nimeshuhudia kwa macho yangu Young Africans wameanza rasmi ujenzi wa uwanja wao. Wewe pia unaweza kututumia jumbe yako kupitia 0683802966 na kuweka mtazamo wako kuhusiana na hii mada ambayo tunayo hapa mezani, lakini pia kule YouTube unaweza ukatupata vizuri sana. Kijumbe moja ambayo nimeiona hapa YouTube ambayo inahitaji majibu ya haraka kabisa, ambayo haya Eben nisaidie kumjibu huyu. Anaitwa Aisha MU, anauliza Betika inapatikana wapi?
Swali rahisi. Jibu bwana msikilizaji. Swali rahisi, yani inapatikana wapi? Hapa Kipenga kwanza asikilize cha kwanza. Asiwe na haraka. Yani mimi cha kumsaidia asi switch na page yake ya YouTube East Africa Radio. Akae hapo cha kwanza. Asikilize. Tutampeleka taratibu. Muda si unakuja. Sasa muda kuthibitisha hicho Betika wao wamesema kwamba tukapumzike. Sasa sisi tunavyoenda kupumzika hatuendi hivi. Tunaenda kupumzika ili tulipe bill. Na amenifurahisha sana na swali lake. Na bill ambayo tunalipa pia bill ya Aisha. Sasa kwa sababu tunalipa bill ya wote ambao wamechagua kutusikiliza kupitia masafa mbalimbali, endelea kutusikiliza hapa. Tunarejea sasa hivi. Betika wanaenda kuilipa bill yako muda huu. 98.6 East Africa Radio. Mtwara. Together tunawakilisha. Subiri kidogo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Subiri kidogo. Kwa mara nyingine tena msimu mpya wa Mbeya Tulia Marathon ambao sasa tunaye mdau ambaye yeye anaitwa title sponsor, kwa hiyo inaitwa Betika Mbeya Tulia Marathon. Tunawashukuru sana wadau wetu Betika kwa kutunga mkono. Huu ni mwaka wa pili na tutaendelea tena. Naamini katika kuonesha katika ninyi kujifunza kupitia vyombo vya habari mambo ambayo tumeyafanya katika miaka 10, sina shaka ushirikiano huu utaendelea mbele zaidi. Madini.com. Elimu ya kutafuta maisha utaipata vizuri, utaenda shule watakufundisha physics, biology, chemistry, kila kitu. Lakini kwenye elimu ya namna ya kuishi ndio kinakuja kipindi cha Madini.com hiki. Madini.com ni shamba, it's very unique. Ina ideas nzuri sana. Ni taarifa na maarifa vina combine pamoja, kwa sababu ndani ya taarifa pia kuna maarifa. Taarifa na maarifa. Madini.com manake each one teach one, kila mmoja ni teacher, kila mmoja ni denti. Ambaye hiyo kijana anaitwa Madini.com na inatokeaga kwa wiki mara moja tu, Jumamosi saa 9 alasiri hadi saa 10 jioni. Yuko East African Radio. Mwisho wa kunukuu. Ana control kabumbu ile Madini.com. Madini.com bado na kabumbu ile. Enjoy muziki mzuri, taarifa na maarifa. Wow. Baada ya kulipa bill, kifuatacho. Dakika 38 zimepita tangu itimie saa 1 kamili za usiku. Kipindi hewani ni Kipenga na bado tuko humu ndani mpaka saa 3 kamili za usiku. Tuna mengi sana ya kuyajadili, lakini pia kama nilivyokuambia hapo awali, jioni ya leo tunaye mgeni kutoka timu moja hapo ya ligi kuu, na si nyingine bali ni TP Lindanda Pamba Jiji Football Club. Afisa habari wake yuko hapa bwana Moses William, ambaye wewe pia unaweza kuungana nasi katika mahojiano haya kwa kutuma swali lako kwa bwana Moses William kupitia 0683802966, nami nitakuja nimuulize swali lako ambalo utakuwa unahitaji Moses aweze kukujibu hapa live kabisa. Lakini kule YouTube pia tuko live kupitia East Africa Radio. Nenda kaache jumbe yako kule, nami nitaiona moja kwa moja hapa na nitakuja kuisoma jumbe yako hapa live kabisa. Kaka Moses. Yes. Karibu sana East Africa Radio kaka. Nyumbani hapa. Nakubali. Hapa nyumbani hapa. Nakumbuka mara ya mwisho tuliungana ilikuwa mwaka jana. So mwaka huu. Ni mwaka jana ilikuwa. Ni mwaka jana. Miaka inaenda kaka. Simba. Ilikuwa mechi na Simba ilikuwa Madrid na mechi na Simba ile. Sio mbaya, lakini hapa ni nyumbani. Muda nimeshangaa, mbona muda mrefu sana. Na ni jambo la kushangaza kwa sababu wewe bwana inabidi wewe unafika mara kwa mara. Nashangaa inakuaje muda mrefu. Maana yake ndugu zetu wa 92.1 Mwanza bwana. Na hapa naona tu wameshaona cover, watu waishaanza kutuma na message. Waone jinsi gani wanafuatilia. Uzuri hii tunazungumza na wana Afrika Mashariki. Kuisha radio pekee Tanzania inayosikika katika mataifa matatu. Tanzania, Kenya na Uganda. Kitu kingine ni kwamba Pamba Jiji ni timu ya watu. Ni timu ya watu na sio sasa hivi tu, tangia hapo awali. Nimekwambia Pamba Jiji ni timu ya mzee wangu. Yaani tokea miaka hiyo ya 70 80 wakati wanafanya vizuri. Pamba Jiji ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zina wafuasi wengi sana kwenye ligi ya Tanzania bara. Kwa hiyo lazima watu wengi waifuatilie. Bwana Moses, hongera na pole kwa majukumu bwana. Kidogo nizania unanioji nikajua Julio tena hapa.
Nikwambie tena pole ya nini tena? Pole ya nini? Ndio maana nimeanza na pole na hongera kwa majukumu. Anyway, na tunashukuru. Tunashukuru, tunapambana. Taratibu tunakwenda. Naona na nyie pia mambo sio mabaya. Tunapambana wote taratibu kama vijana kuhakikisha tunasukuma gurudumu. Naam. Pamba Jiji, tunaona maendeleo yenu si mabaya ligi kuu. Ukifanya tathmini ya msimu uliopita na msimu, alhamdulillah msimu bwana kidogo mnaleta ile competition. Top 4 mnaitaka uhalisia ama yalikuwa ni malengo ambayo mmebadilishia gia hewani kwamba mmeanza kuona inawezekana ndio mmeanza kuifukuzia, au tangu mwanzo wa msimu mlikuwa mna hayo malengo? Kwenye football kuna malengo aina mbili. Kuna long term plan na short term plan. Kwa hiyo inategemeana wakati mnaweka malengo mlikuwa mnawaza nini, na alafu kuna ule uhalisia ambao mnakutana nao. Ndio maana kwa watu ambao wamesoma coaching kidogo, ukiwa mwalimu unaandaa mpango kazi wako kuelekea kwenye mechi. Kuna mpango kazi ule wa kwanza. Sasa ule mpango kazi wa kwanza mnaweza mkaenda mkakutana na kitu ambacho wewe mwalimu haukuwa umekiwaza. Japo kwenye coaching unaambiwa lazima mwalimu uwe na what if, lakini sasa ile what if ukiwa hujajiandaa nayo unakutana na situation ambayo unasema okay, mimi nilikuwa nataka kuwataki kutokea pembeni, lakini njia zangu zote ambazo tumetrain wiki nzima zimezibwa. Je, nafanyaje? Nipunguze watu tubadilishe njia ama tuanze kufanya nini? Kwa kama ukiwa hujajiandaa kwenye huo mpango kazi wa pili, ukastiki na mpango kazi wa kwanza, maana yake hiyo mechi obvious umepotea, kwa sababu watu watakuona ni mwalimu umekaa pale kwenye benchi lakini hamna kitu ambacho unakiona. Kwa sisi tuliplan kwamba cha kwanza ni kupambana na Pamba Jiji ya msimu uliopita. Kwa hilo ni jambo la kwanza ambalo tumefanikiwa kwenye aspect mbalimbali. Kuwa na technical staff bora yenye experience. Unaweza ukaona kuanzia kwa Francis Baraza ana uzoefu na kila kitu. Lakini kingine tuliangalia wakati tunafanya selection ya mwalimu, kuwa na mwalimu ambaye anaendana na sisi. Watu wengi wanakwama wakanda kwa sababu wanaweza wakamleta mwalimu, anaweza kuwa mwalimu mzuri, lakini kwa kuna tofauti kati ya malengo na quality ya mwalimu na uhalisia wa taasisi. Kwa hapo lazima muende vice versa. Kwa hiyo mwalimu ana mipango yake na nyinyi mna mipango yenu. Ndio maana mnaweza mkakaa mkasema mbona sio mpira wetu? Mpira wenu ni upi? Mlimwambia mwalimu kwamba sisi tunataka mpira gani? Na wakati mnafanya usajili, si ndio? Mlimwambia mwalimu kwamba tunakusajilia wakanda na fulani na fulani. Lengo letu cha kwanza tunataka mpira wetu uwe hivi na hivi na hivi, lakini cha pili tunataka wewe utufikishe sehemu fulani. Bahati mbaya timu nyingi hazina hizo project. Kwa hiyo tunaenda tulikitokea bana, mbona pale hivi pale nikimpiga TRA namba 3 nakaa pale. Lakini uhalisia sasa ukija ukaniuliza hiyo namba 3, yani ni kweli nilikuwa nimejipanga niwe na hiyo namba 3, nikikaa namba 3 nitafanya nini? Mipango kwenye timu nyingi hamna. Kwa hiyo sisi cha kwanza ilikuwa ni Pamba Jiji ya 2025-26 dhidi ya Pamba Jiji 2024-25. Kwenye hizo aspect tofauti na tumefanikiwa. Kwenye aspect ambazo umesema kama mmefanikiwa, ukifanya tathmini ya haraka tukiachana na improvement ya bench la ufundi, labda tukija ndani ya taasisi, mambo ambayo huku sisi nje hatuyaoni moja kwa moja, ni eneo lipi ambalo nyie kama taasisi mnapiga tiki, mnasema yes, hapa hili la kwanza tiki, la pili tiki, la tatu tiki? Kibiashara pia kuna maeneo ambayo tumefanikiwa. Siwezi nikakupa takwimu exact, lakini kwenye mechi zile kubwa kwa hawa Kulwa na Doto, mauzo yetu pia ya kiwanjani yalikuwa ni mazuri tofauti na ya msimu jana. Sababu miongoni mwa hizo sababu ni pamoja na performance na usajili ambao tuliufanya. Kwa hiyo eneo hilo tulifanya vizuri, lakini pia kwenye eneo la jezi tumefanya vizuri as we speak, kwenye unless kama watatoa taarifa nyingine wahusika wa masuala ya jezi, lakini mpaka hivi ninavyozungumza wewe ukihitaji jezi ya Pamba Jiji haipatikani. Haipo, sold out. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatuonesha kwamba kuna namna fulani tumepiga hatua tofauti na msimu jana, lakini kuifanyia branding na kuitangaza pia timu yetu kwa kiasi chake, sio kwa 100%, kuna ukuaji ambao sisi tuko nao tunauona. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni mafanikio ya ndani ambayo hatuwezi tukaleta public, lakini yako mafanikio ambayo yanaonekana public kutokana na kile ambacho tulivyokuwa na sasa hivi. Kwa hiyo tunaamini almost baada ya miaka 20 ile season ya kwanza ya msimu jana tumejifunza. Kwa hiyo msimu huu ilikuwa ni kuwakumbusha watu kuna Pamba Jiji, lakini sasa na kuendelea kukua
tofauti na hapo tulikuwa msimu jana. Umetutajia malengo yenu ya mwanzo wa msimu na nilikuuliza swali hapa la katikati ya msimu. Hapa mlipofika hivi sasa, nikikuuliza moja kwa moja kama mtu ambaye unatoka kwenye upande wa executive, kwenye corridor za ofisini, kuna muda mkikaa mnazungumza malengo gani? Mnaitaka kweli kimataifa? Hapa sasa kuna Moses wawili hapa. Kuna Moses ambaye umemuuliza swali, alafu kuna Moses msemaji. Sasa uchague unamtaka yupi kwanza? Tuanze kwanza na msemaji ambaye anapishana na viongozi koridoni. Kuna muda unakutana nao anapokuambia bwana hebu hakuna mtu ambaye anacheza mpira akiwa anatamani akapoteze mechi. Sure. Na kama lengo ni kushinda, maana yake mnakusanya alama nyingi. Kama mnakusanya alama nyingi, it's obvious mtapata nafasi zile top za kwenda kimataifa. Kwa hiyo matamanio, achilia mbali mambo mengine, matamanio ya kila mtu ambaye yuko kwenye taasisi yoyote ya mpira, timu yoyote, na uhakika anatamani kuwa na haya ambayo umeniuliza. Kwa namna ipi unayafikia na unayaenzi, hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo ni ukweli sisi tunatamani hicho ambacho umetoka kukiuliza, kwamba tukiwa zinatajwa timu za Tanzania ambazo zimeshiriki kimataifa, Pamba Jiji Football Club na yenyewe iwe iko included. Kwa tathmini ya hayo malengo ambayo labda mmekuwa mkiaweka kama matamanio, tukirifaa na ugumu wa michezo ambayo ipo kwenye ligi kuu sasa hivi, kwako binafsi lakini pia kama taasisi, mnaona ni rahisi ama ni ngumu kiasi gani, hasa tukirifaa zaidi na ushindani ambapo uliopo ligi kuu? Of course sio rahisi kwa sababu unaweza kuona hapo saizi kuna timu almost saizi baada ya Dodoma saizi kuna timu almost zimefika sasa 4 mpaka 5. Kwa sababu wale ambao wanaweza kuifikia nafasi ya Black Stars ambao wapo karibu kuna JKT, kuna TRA, kuna Dodoma, lakini pia kuna Pamba. You understand? Hizo timu almost 4. Kwa hiyo inakuonesha ushindani ni mkubwa na kila mtu kwa nafasi yake anapambana kuhakikisha jambo linasogea. Sio rahisi, lakini sisi tutaendelea kupush kwa kucheza mechi zetu, alafu tutaendelea kuangalia wao, kwa maana ya wapinzani wao wanafanya nini. Kwa hiyo bahati nzuri baadhi ya watu tuna mechi nao sisi. Kwa hiyo tutakuja tuulizane pia vizuri ilikuwaje na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tunaamini bado inawezekana. Sio rahisi, lakini bado inawezekana. Naam, huyo ni Moses William, afisa habari kutoka Pamba Jiji Football Club, ambaye tunayo humu ndani. Bado tuna maswali mengi ambayo yanatakiwa kutujibu, lakini na imani na wewe unayetusikiliza muda huu kupitia masafa mbalimbali ikiwemo 90.1 Bukoba, 90.5 Tabora, 90.9 Iringa, lakini wale walio nyumbani kabisa kwa Pamba 92.1 Mwanza, 94.7 Nairobi, lakini wewe ambaye upo Kampala Uganda 99.0 jirani kabisa wa Pamba Jiji, lakini wewe pia wale 93.7 Arusha. Maswali yenu natamani sana kuyaona kupitia 0683 802